Rais Samia kupitia watu wake wa karibu na afisa mmoja wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wamekwenda kuwarubuni waliokuwa viongozi wetu. Mmoja walikuwa viongozi wetu na mwenzake mwingine tutawataja kwa majina. Wakaenda kumrubuni aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama upande wa Zanzibar, anaitwa Saisi Isa Mohamed. Yeye akawa mstari wa mbele kufungua kesi. Nyuma yake akawa aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar, anaitwa Salum Mwalimu, kafungua kesi mahakamani ya kwamba wakatoa hoja ya kisingizio tu kwamba maslahi ya Zanzibar hayapewi kipaumbele ndani ya Chadema. Hiyo hoja si ya kweli, lakini hoja kisingizio tu. Swala la msingi ni kitu gani wameiomba mahakama? Wameiomba mahakama eti mahakama itoe amri ya kuzuia shughuli zote za Chadema nchi nzima mpaka hiyo kesi ya msingi itakaposikilizwa, yani ikiwa miaka 10, ikiwa miaka mingapi, mpaka kesi itakapoisha. Shughuli zote za Chadema, iwe ni mkutano wowote nchini, uendeshaji wa makao makuu ya chama, akaunti za chama, chochote kinachohusu Chadema kizuiwe. Sasa nataka kumwambia Rais Samia, nataka kuambia waliotumwa, hii mbinu nayo itashindwa. Safu yetu ya mawakili imekwisha jipanga kwa mapambano mahakamani. Kesi hiyo inakuja mahakamani tarehe 12 mwezi Mei. Nawaambia wanachadema wote, wapenda demokrasia wote, wote wanaotaka haki katika taifa letu, wote wanaoiamini Chadema ndani ya nchi yetu, kama ambavyo tumeungana pamoja kwenye kesi ya Lissu mahakamani. Hatimaye amri ya awali imetoka. Lissu sasa haki yake ya kuletwa mahakamani tarehe 19, ataletwa tarehe 19 Mei mahakamani. Tutakwenda kupambana mahakamani. Hivyo kabla ya tarehe 19, Watanzania wote wanaoipenda Chadema tuelekeze nguvu tarehe 12 kwenye kesi hiyo, tarehe 12 kwenye mapambano haki, ili haki itendeke. Katika hatua hii nimwambie tu Rais Samia, nimwambie na msajili wa vyama vya siasa kwamba hatua hiyo ya kujaribu kutaka kuzuia shughuli za Chadema, hatua hiyo tutakabiliana nayo kwa nguvu kubwa, kama ambavyo tumekabiliana na mbinu zozote haramu dhidi ya Chadema.